uwezo wetu wa kuzalisha maji katika jiji letu la Mbeya ni lita milioni 46.5, wakati mahitaji ya wananchi katika jiji letu la Mbeya na mji mdogo wa Mbalizi ni lita milioni 95. Kwa hiyo uwezo tulionao sasa hivi ni karibu 52% tu. Pamoja na hilo, Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira katika jiji la Mbeya inayo mipango madhubuti ya kuhakikisha kwamba tunaondoa kero hii tena ndani ya muda mfupi. Katika mpango wetu wa muda mfupi katika mwaka huu wa fedha tunatekeleza miradi 6 kwa mpigo, na hii miradi tunatumia pesa zetu za ndani, ambapo tumetenga takriban shilingi bilioni 6 kuhakikisha kwamba ndani ya mwaka huu wa fedha tunakamilisha hiyo miradi. Hivi ninavyoongea miradi miwili tayari imeshakamilika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumekamilisha mradi wa Mwashali ambao umetupatia lita milioni 1 ambazo zimeweza kuleta nafuu kwa wananchi wanaokaa katika maeneo ya Isese milimani. Lakini pia tumekamilisha mradi wa Nzove Isese ambao umeondoa changamoto kubwa katika eneo la mji wetu kule Isese ya chini. Na kwa kukamilisha miradi hii, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sababu hapa tuna chanzo cha Imeta ambacho pia kinatoa huduma katika maeneo haya ya Iganzo, tumeweza sasa kuzuia maji haya yasiende kuhudumia katika ule mji wa chini. Na kwa kufanya hivyo tumeweza kupata maji ya kutosha, na ndio maana tumeweza hata kuleta maji katika chuo hiki. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pamoja na huu mpango wa muda mfupi wa kutekeleza miradi 6 ambao tunatarajia sasa utaongeza uwezo wetu wa kuzalisha maji kwenda takriban 75% ya mahitaji, tunao mkakati wa muda mrefu. Tumesanifu mradi mkubwa wa chanzo chetu cha mto Kiwira. Mradi huu unatarajia kuondoa kero ya maji katika jiji letu la Mbeya takriban mara 3. Mradi huu uko katika hatua nzuri ya utekelezaji. Sasa hivi katika mwezi huu tunatarajia kusaini mkataba na mhandisi mshauri ambaye anaanza sasa kazi ya kumtafuta mkandarasi, na ndani ya miaka miwili tunatarajia kwamba mradi huu utakuwa umekamilika kujengwa na unaenda kuondoa kabisa changamoto ya maji katika jiji la Mbeya. Mradi huu ni mkubwa na unatarajia kugharimu karibu shilingi bilioni 200. Tunashukuru serikali yako Mheshimiwa, kwa mwaka huu wa fedha imetutengea shilingi bilioni 75 ambazo sasa tukikamilisha kusaini huu mkataba tukampata mkandarasi, tunaenda sasa kukamilisha na kuanza kazi ya utekelezaji huo mradi ambao kero sasa ya maji katika jiji letu la Mbeya na katika mji wetu wa Mbalizi itakuwa ni historia. Kwa hiyo niwaambie, katika mradi huo tunatarajia kupata lita milioni 265. Kwa hiyo mnaweza mkaona kwa mahitaji yetu ni lita milioni 90, lakini ule mradi utakuja na lita milioni 265. Kwa hiyo taondoa changamoto hii kwa kiwango kikubwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pamoja na hiyo changamoto tulionayo, lakini tunajitahidi kama mamlaka kuhakikisha kwamba maji machache tulionayo tunayagawa kwa wananchi, angalau waweze kupata maji ya kuweza kuendeshea maisha yake. Hapa tunazo redio loko na wanasikia sana, wanapenda kusikia serikali na mpango gani kwenye maeneo nyeti ikiwemo na maji. Maelezo yako haya hapo fasaha. Sasa unatakiwa uwaambie wananchi, na usiwaambie wa kusubiri waziri mkuu aje ndio upate nafasi ya kusema. Hawa watakuwa naishi kwa malalamiko siku zote mpaka hawajui. Hata hesabu zako zote ni mzuri tu kama ndivyo zilivyo, kwamba kule kulikuwa na mradi unapeleka huko chini. Sasa maji ya huko alikuwa anapeleka chini. Rais wetu akiwa makamu wakati huo alianzisha kampeni na inaendelea, inaitwa kampeni ya kumtua ndoo mama kichwani. Maana yake ni nini? Ni kuwezesha maji kupeleka karibu na makazi ya watu, badala ya kubeba ndoo kichwani muda mrefu, umbali mrefu, basi angalau ndio kushika tu kwenye mkono anakwenda nyumbani. Na kampeni inaendelea. Na waandishi hawa wamesambazwa maeneo yote kwa vipande vidogodogo ili wamudu kusimamia. Na tumeleta na fedha za kufanya tafiti zaidi. Ndio hiyo aliyosema anataka kufanya tafiti mbalimbali.
Rungwe tumepeleka milioni 35 utafiti. Jana chini ya mwanga tumepeleka milioni 22 utafiti. Watafute wapi tunapata maji ya kutosha ili tujenge miradi. Na hapa pia jiji nako pia. Kwa hiyo haya maelezo haya ni kweli kwamba serikali imeshatoa maelekezo. Na amesimama hapa anazungumza kwa uhakika. Nilikuwa namwangalia. Mwongo unamjua tu kubabaika anaangalia huko anaangalia huko, lakini alikuwa fasaha kueleza. Kwa hiyo tekeleza hiyo, wananchi wanahitaji maji. Tumia nafasi ya kuambia wananchi, nenda kwenye redio.